A professional teacher. So bali ya ukapteni kumbe ako na profession ya ualimu. So that ni jambo la kujivunia kwa viongozi wetu na kwa wanawake wetu. Ama sivyo? Ndugu zangu ambao mko hapa, nafikiri nimeambiwa ni ufunge mkutano kwa maneno machache ambayo tayari yamezungumzwa na tayari yamefahamika. Mimi kwa kweli ni furaha yangu kubwa kule kwamba tumeweza kukusanyika hapa. Kama nilivyosema awali, vile vile pia ni msiba na masikitiko kwa kikao hiki cha leo. Waliozungumza waneni wamenena walionena. Lakini twarudi pale pale kwa kuwa matatizo tuko nayo na matatizo yametushinda na tutafuta suluhisho, na suluhisho hatulipati kwingine. Fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Ikiwa tuna matatizo kama jamii, twalaumu huyu, twalaumu kiongozi, twalaumu polisi, tuangalie dini inatufundisha nini. Ndugu zangu, nimerudi kunena, hakuna hata mmoja anayeishi katika sehemu hii yetu ya Lamu Mashariki ambaye hana athari ambayo imemuathiri katika haya tunazungumza. Hakuna, kwa namna moja ama nyingine. Lakini tutakwenda vipi na maamuzi ambayo ni magumu kwa kila mmoja, aidha kwa mzazi ama kwa ndugu ama kwa vijana wetu? Lakini naamini maamuzi magumu haya yatakuwa ndiyo faida kwetu na ndiyo njia ya kuunusuru umma wetu na vizazi vijavyo. Ndugu zangu, yote haya yanayozungumzwa, ndugu zangu, mwishowe ambalo kubwa zaidi ambalo limetajwa mara moja na mimi nataka kuliunga mkono ni kutokana na udhaifu wetu na kutowajibika kwetu na tofauti zetu kama jamii. Haimaanishi kwamba hatuna tofauti, tunazo tofauti. Lakini matatizo ni kwamba hatuweki tofauti zetu kwa sababu ya malengo yetu na kwa sababu ya usawa wetu. Ndugu zangu, masikitiko makubwa, eneo bunge letu na Lamu County kwa ujumla, tukija katika masala ya siasa, tukisha kumaliza kupiga kura nyingine huanza siku ya pili, zaanza tena siasa siku immediately after election. Na matatizo ambayo tuko nayo ni kwamba leo sisi twakaa tukifahamu kwamba mzee Hamad Jalali huyu ni mtu wa sharifu katika kisiasa. Likifanyika jambo ambalo mzee kwa mfano amelifanya, tayari amelifanya ni sharifu. Tuna fikra za kuleta kudhania mambo ambayo hayamo katika jamii yetu. Ndugu zangu, sisi halitushindi mara kwa mara kuja kukaa na nyinyi. Sisi ni vijana wenu, sisi ni ndugu zenu. Huku tulipo ni kwetu. Mama zetu wakaa huku, ndugu zetu wakaa hapa, na familia zetu zote ziko hapa. Kinachotufanya sisi tuwe tutakawia kwa mfano kuja ama kuna jambo tusikae na nyinyi ni lipi? Ndugu zangu, ni udhaifu wetu sisi kama jamii. Mimi yalipotokea haya, nilipokuwa katika uongozi, sijafanya mkutano mara moja wala mara mbili. Nimefanya mikutano kadhaa, na hata mikutano inayofanywa na kamati ya peacekeeping ni kutokana na initiative yangu na resolution ambayo tulifanya tukiwa katika mkutano wa Faza. Tukasema hawa wazunguke kila mahala na wajiwajibike. Na chama yuko hapa, I'm in contact with him kwa kila mkutano anaofanya katika haya. Lakini ndugu zangu, wazee wangu, nataka mfahamu aibu ya Lamu Mashariki haiko kwenu peke yake, iko kwetu sisi kama viongozi. Ndugu zangu,
tofauti zetu tulizonazo za kimambo zimetupelekea hali ambayo sio. Ndugu zangu, lazima tukubaliane. Hawa polisi watajitetea kweli, watajitetea kwa njia zao, lakini hawa pia huchukua advantage kwa sababu dhaifu wenu. Mimi mwanangu amefanya makosa, lakini niko tayari. Hapa imezungumzwa mambo 2003, hazitoki 2003 mpaka 1050 zatoka na 100,000 mpaka 300,000 zatoka katika huku za pewa polisi. Tuzungumze ukweli. Lakini hawa wanayafanya hayo kwa sababu ya kuwasoma na kuwajua udhaifu wenu uko wapi na kuyajua makosa yako wapi, ndugu zangu. Kwa hivyo cha msingi hapa tufahamu kwamba sisi ni Waislamu. Tufahamu ndugu zangu, tumewajibika, na tufahamu kwamba sote ni masulia. Ndugu zangu, wallahi waweza kujitahidi katika kutaka kufanya jambo, mtu asimame aanze kukashifu bila kujali, sasa sisi kama watoto wenu, viongozi wenu, mkubali watu ambao wenye fikra duni na nyinyi, mkubali watu ambao wenye nia mbovu na nyinyi, waje wawatie fatani kwamba ni hivi, kwamba ni vile. Mimi ni binadamu, bali kwamba Mwenyezi Mungu amejalia kwamba ni kiongozi, naweza kukosea. Lakini je, mimi ninapokosea nakosea makusudi, nakosea kinamna gani ama kinamna gani? Kwa hivyo ni wajibu ya sisi kama jamii kuwajibika na kutambua ni nani mzuri wetu na ni nani mbaya wetu. Lakini tuko tayari kuchukua fitina, kuchukua ujasusi, kuchukua mambo ambayo hatupeleki mahali popote. Na waomba ndugu zangu, wazee wangu, sisi tumechukua majukumu kuwakilisha nyinyi kama watu wetu katika eneo hili, tukiwa ni viongozi, tukiwa ni jamii ya kutoka huku, tukiwa ni watoto wenu, tukiwa ni ndugu zetu. Kwa hivyo tunawaomba ushirikiano mkubwa katika kutembea na lolote lile la ambalo tunahitaji kutembea pamoja. Tunahitaji kuwajibika sote ndugu zangu katika haya, kwa sababu sote tutakwenda kuulizwa. Ni masuhulia haya, si mambo ama hii si kazi ya mtu mmoja. Hii ni kazi ya kila mtu. Sote tutakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu, mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni kweli yanaojiri ni kuhusu vijana wetu, ni uchungu kwa mzazi, ni uchungu kwa vijana wetu. Lakini mimi husema mara kwa mara, vijana hawa hawataki kufikia hii stage wanaofikia, lakini kuna sababu zinaosababisha mpaka kufikia haya nazo, kama ilivyozungumzwa mambo ya idleness, mambo mengineo na mengineo. Vipi tutaweza kukaa tuwe na mikakati ya kuweza kusuluhisha haya kabla mwingine hajaja kutaka kutafutia suluhisho, ndugu zangu? Kwa hivyo mimi naomba kwa unyenyekevu, wazee wangu, tuweni na ushirikiano kwa njia zote katika kuyatafakari haya ambayo tumeweza kuyazungumza. Ndiyo tutaweza kupata mwongozo na suluhisho na kuinusuru hii jamii. Ukweli ni kwamba matatizo tuko nayo, na sisi kama viongozi wenu tuko tayari kusimama nanyi kwa njia ya usawa na kuhakikisha tumeshirikiana bila ya kubagua huyu ni nani, huyu ni nani. When it comes to politics, ndugu yangu, itakuja siasa na kila mmoja na mahesabu yake, atafanya siasa zake za kuona vipi atapata, atarudi vipi atapata kura. Lakini saa hizi mimi naomba hapa, wallahi saa hizi kwa muda ambao tuko nayo, hata ni dhambi mtu kuwa na fikra kwamba mimi nafanya siasa, kwa sababu mlituchagua sisi kama viongozi. Na madamu mlituchagua na leo sisi ni viongozi, ni wa huku na tulishika miswahafu kuwatumikia, sioni sababu ya sisi kujishughulisha na siasa yote ambayo kuna siasa. La msingi hivi sasa ni kuhakikisha ya kwamba tumeweza kuwatumikia yale mambo ambayo tuliwaahidi nyinyi jamii. Tumeweza kushirikiana nani kuweza kusaidiana na kupambana yale ambao twaweza kupambana nayo kwa ikhlasi na kwa njia ya usawasawa. Ndugu zangu, nawaambia tena, masuhulia haya hayako kwa mtu mmoja,
wala mimi siwezi kujifanya kwamba nitasimama kwa kuwa mimi ni mbunge basi naweza kufanya kila kitu katika masala haya ya kijamii. La, moja katika ambayo sifa na hitaji niwe nayo ni kushauriana na kulekezana nanyi katika lile la usawa. Hawa ndugu zetu polisi watakapotuona sisi tumekuwa na misimamo ya kisawasawa katika haya tunazungumza, hawatothubutu kamwe kulifanya lolote ambalo kulifanya. Na uhakikisha ni hapa kuna mambo kadhaa hapa. Kuna OCS letu hapa kwa ni mlevi, tukafanya mkutano hapa, Abudi alikuwa kwa chief hapa, nikahakikishia haikufika wiki moja ataondoka, na akaondoka kwa sababu tulikaa na tukazungumza tukakubaliana. Kwa hivyo ndugu zangu, tusiangalie zile fikra duni kwa kuwa hivi ama vile, tuangalie kwamba majukumu tulionao na masuhulia tulionayo, na ndugu zetu hawa watoto ambao tuko nao ambao leo tawaita ni watoto wabaya, tawaita vile, hawa hawakutaka kuwa hivi ndugu zangu, hawakutaka kuwa hivi. Ni sisi tuangalie tutaweza kuwarekebisha vipi hawa ambao tayari wamekuwa affected, na tutaweza kuizuia vipi wale wadogo ambao wanainukia hivi sasa. Tukubaliane kwamba hata masala ya dini tumeitupa sisi. Utapata mtoto kama nilivyosema, hata masala ya madrasa mzazi hataki kujua yuenda haendi ama ni vipi ama ni vipi. Wallahi nawaambia hapa, kutokana na mwenendo tunaokwenda tukiwa kama wazazi, tunajiangamiza sisi na tunaangamiza vizazi vijavyo. Ikiwa hatutosimama kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu, kumnusuru Mwenyezi Mungu, basi mnakwambia tutaangamia. Tusendeni kinyume na dini inavyotufundisha ndugu zangu. Eti kwa sababu mimi ni mbunge, ati kwa sababu huyu ni nani ama huyu ni nani. La, mbali ya kwamba kumetolewa mfano hapa kwamba aliyemaliza form 4 huwezi kumpata kwamba yuko katika hali hizi, na mimi nawatolea mfano yeyote aliyehifadhi Qur'ani kumpati katika jambo hili kabisa. Niko tuna hapa chundo peke yake, tuna madrasa ngapi? Kwa nini leo iwe madrasa ziko mijini kwetu na nini, lakini iwe hali hizo hizi? Ndugu zangu, tujiulizeni, turudini kwa Mwenyezi Mungu, tuacheni kulaumiana hapa na pale. Mimi leo ni kiongozi, leo ni mbunge katika sehemu hii, lakini itafika wakati kwa namna moja ama nyingine ama kwa sababu moja ama nyingine ndio mimi si mbunge, amekuja mwingine ni mbunge. Lakini tumejipanga vipi sisi katika kutembea na haya ndugu zangu? Mimi naamini nimewajibika, nimeshika mswahafu kuwatumikia, lakini na nyinyi kama jamii tumeambizana vipi ama tumerekebishana vipi ama tumetembea pamoja namna gani katika kuyatatua haya ndugu zangu? Kwa hivyo mimi nawaomba, kama kuna jambo lolote ambao latuhusu sisi viongozi kama hili la kuja kukaa pamoja, kuzungumza, kujadili, kupanga, kufanyaje, nafikiri huo ndio mwongozo ambao tunahitaji kwa nao wazee wangu na ndugu zangu hapa. Tuondosheni tofauti, kila mmoja lake lirohoni katika masala ya kuamua atampa nani kura, kwa sababu ndio demokrasia tunayo. Lakini la kura lisiwe ni muhimu kwa kuwa husubiriwa siku ya kura na ili hali bado miaka mitatu. La muhimu ni hili leo lilisubelendo mbele yetu, na kwamba tuna haya tulionayo, tunahitaji kukaa pamoja, tunahitaji kutofauti kuweza kulekezana. Linaposimama la usawa ndugu zangu, tofauti huwekwa kando, na linaposimama haki, yale mengine yote huwekwa kando. Kwa hivyo tusimamisheni ukweli, tusimamisheni haki na tusimamisheni usawa. Tutembee kuweza kusuluhisha haya tulionayo, lakini sio kunyoshana vidole, sio kulaumiana, kwa sababu kama yalivyozungumzwa hapa, tuzungumza kwamba haya ni matatizo tuko nayo, ni athari tuko nazo, lakini sio kwamba hatujui ni nani wala ni nani. Twayajua kila kitu. Sasa ikiwa twayajua, tulaumiana nini? Tulaumiana nini? Tunajua ni huyu ni yule ni yule ndio ambao wenye matatizo, ndio ambao wamekosea. Je, matatizo haya yanofanywa na haya na haya yamesababishwa na nini? Yamesababishwa na hivi. Vipi tutashirikiana kuyatatua haya?
Na tutakapokuwa tumetembea hivyo, ndugu yangu, yule ambaye atakuwa ni mnafiki, yule ambaye atakuwa si mkweli, mtamuona pale katika kushirikiana na kutembea na haya ambao mtaka kutembea nayo, ndugu zangu. Lakini ukisema mimi nitakaa kando, ukisema mimi simo, ukisema mimi ni mmoja fulani, ndipo pale makosa yanapatikana. Kwa haya machache, ndugu zangu, nataka niwashukuruni pakubwa kwa kuweza kupata shughuli zenu. Kama bwana alivyosema, kesho tutakuwa na mkutano huu Mbojimwali, kisha baada ya hapo tutakaa Kizingitini Polytechnic siku ya Jumapili asubuhi. Tuweni na resolution. Nataka kuhakikisheni ya kwamba kupita na hii tume, resolution ambazo zitatolewa, mimi kama kiongozi I will make sure kwamba zimekuwa implemented tukiwa hai na mzima. Number 2, Bwana Commissioner, siku ya resolution, this is just a junior officer, either county commander ama OCPD waweko siku ya resolution, sio masala kwa babu bana ndio waweko. Kwa hivyo tafadhali, on Sunday morning, either county commander ama county commissioner ama OCPD waweko katika resolution, kwa sababu moja katika matatizo ambayo yametukabili makubwa ni kule kwamba watu hawapati haki zao wakati makosa yamefanyika. Kwa haya machache, asanteni na Mungu awabariki.